Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema na kila wakati. Mikwechi longe. Basi tutasoma hotuba ya marehemu. Marehemu alijulikana kwa majina yafuatayo: Mtaka Baininwa Benoit. Alizaliwa tarehe 6 za mwezi wa 8 mwaka 1959 pa Igomba, Elembwe. Marehemu alikuwa wa jamaa la Babungwe Bashimwacha. Baba mzazi wa marehemu aliitwa kwa majina ya Mtaka Kilibanga, kwa familia hiyo hiyo ya Babungwe, nyumba ya Bashimwacha. Mama wa marehemu aliitwa Utonga Roza, wa familia ya Bashikondo, nyumba ya Ibongo. Kuoa au ndoa. Marehemu alioa mke wake mmoja aitwaye kwa jina la Fatuma Wino Zita, wa familia ya Babungwe, nyumba ya Bashikungwa. Baba wa mke wa marehemu aliitwa kwa majina ya Wino Kalunji Norbert, wa jamaa ya Babungwe, nyumba ya Bashikungwa. Mama mzazi wa mke wa marehemu anaitwa maana bado yupo, anaitwa kwa majina ya Alisa Baachana Kipala, wa familia ya Bashekela, nyumba ya Baangala Katupu. Ndoa ya marehemu wamebahatika kuzaa watoto 3, mwanamke mmoja na wanaume 2, wote wapo hai. Marehemu aliacha wajukuu 14, wanaume 5, wanawake 9, walio hai 11, waliofariki 3. Elimu. Marehemu alisoma shule ya msingi na Kiliza Akilembwe. Alisoma sekondari Mwenge wa Taifa Babaraka Centre, fani ya math physique. Alisoma chuo kikuu ISP Palugufu ya pili. Kazi alizofanya marehemu: DRC. Marehemu alikuwa prefet pa Institut na Kiliza Kilembwe. Alikuwa mwalimu mkuu shule ya msingi Penemende Kabambare huko Manyema, DRC. Alikuwa mwalimu mkuu wa shule ya msingi Kisala. Kazi alizofanya Tanzania: kwanza kambi ya Lugufu ya pili mnamo mwaka wa 2001 hadi mwaka wa 2009. Marehemu alikuwa mwalimu wa shule ya msingi ya Maragarasi. Alikuwa mwalimu mkuu wa shule ya msingi Nyerere. Alikuwa mwalimu mkuu wa shule ya msingi Lumumba.
lukufu ya kwanza mnamo mwaka wa 2007 hadi 2009. Marehemu alikuwa mwalimu mkuu wa shule ya msingi Kalembelembe, alikuwa mwalimu mkuu wa shule ya msingi Serengeti, alikuwa mwalimu mkuu wa shule ya msingi ya Mitumba. Kazi alizofanya Nyarugusu mjini mnamo mwaka wa 2009 hadi 2025. Alikuwa mwalimu kwenye shule la msingi Tumaini Kade, alikuwa mwalimu mkuu msaidizi wa shule ya msingi Faraja FM, alikuwa mwalimu mkuu msaidizi wa shule ya msingi Udari CM, alikuwa mwalimu mkuu shule ya msingi Sifa, alikuwa mwalimu mkuu wa shule ya msingi Amani Ade. Magonjwa. Marehemu alianza kuumwa mwezi wa 3 mwaka 2024. Alitibiwa ndani na nje ya kambi. Magonjwa yaliyomsumbua ni hepatite B, appendicite, fistula. Marehemu amepasuliwa safari 6 na operation ya 6 ndo imesababisha kifo chake. Marehemu amefariki mnamo tarehe 4 za mwezi wa 3 mwaka huu wa 2025 na saa 5:17 kwenye hospitali ya rufaa mkoani Kigoma Maweni. Shukrani za kipekee. Shukrani zetu za kipekee ziendee mashirika yafuatayo: shirika mama la UNHCR, Red Cross, ERC, medical teams, wanadoria teams na watu wenye mapenzi mema. Hapa chini ya jua, marehemu ameishi miaka 66. Imefanyika pa Nyarugusu tarehe 8 mwezi wa 3 mwaka wa 2025 kwa niaba ya familia ya Babungwe Bashimwacha ni Alano Mwanga mwakilishi. Tumsifu Yesu Kristo. Miwechi longe. Neno miwechi. Taongea Kiswahili mtanisamea kidogo. Nimechoka na safari ya karibu masaa 40. Mwaka mzima alipitia mengi kumuguza mzee. Mama nakushukuru sana, na mzee apumzika tu, asiwote ni njia yetu. Vile vile namshukuru bibi yangu pale, tata yangu naye pale kusaidia katika ya kumuguza baba hivyo, na dada yangu hapa ambaye vile vile baba alikata roho mikono yake. I wish ningelikuwa pale, lakini ni hivyo tu. Nimejitahidi nifike hapa angalau ni muziki mzee wangu. Nashukuru kanisa, kwaya nzima ambao umejitahidi kwa kesha pale kumwimbia mzee wangu. Vile vile nashukuru ndugu zangu wote ambao wako hapa, na hii roho ya upendo muendelee kuonyesha kwa watu wengine. Asante sana, Mungu awabariki. Msifu Yesu Kristo. Kristo. Kwa heshima lazima niombe tusimame dakika moja kuweza kuaga mwili wa marehemu. Dakika mwisho.
Ninasimama kuweza kuwakilisha jamii ya kijiji cha F2. Tuna masikitiko makubwa sana kumpoteza baba yetu Mtaka. Ni mtu ambaye katika kijiji tulikuwa tunamuita ni comedian pamoja na director wake wote. Alikuwa mchesi sana kwa kila mtu. Sana tena sana, yani kila rika alikuwa anacheka naye. Yaani ukimkuta sehemu utashangaa na director utasema huyu sio director kwa sababu ucheshi wake. Kwa mtu mzee goli. Unaona fika sehemu anavimba. Unanishika kufa mimi. Naogopa kifo. Yaani vitu kama hivi. Alikuwa mcheshi. Lakini mpango wa Mungu sio mwanadamu. Maandiko yanasema kwamba Mungu alitoa na leo anatoa, jina lake libarikiwe sana. Nina jambo moja la kuongea, lakini baada ya kusikia taarifa ya kiongozi wa Bulambo ninaliacha, ninaogopa madhabahu haya. Nitaongea siku ya kuna amani kama serikali ya kijiji. Kristo. Ndio, karibuni tuweze kusikiliza hotuba ya kanisa. Kwa jina marehemu aliitwa Mutaka Baininwa Benwa. Amezaliwa tarehe 6 mwezi wa 8 mwaka wa 1959. Mahali alipozaliwa, alizaliwa Kongo, Igomba, Kilembwe. Maisha yake ya ubatizo, marehemu amebatizwa. Alipata ubatizo tarehe 1 mwezi wa 4 mwaka wa 1972 pale Baraka. Baba yake wa kiroho, baba wa kiroho wa marehemu aliitwa kwa jina la Mbokani Kibungu Meda. Marehemu alikomunika na sakramenti hii ya komonyo alipata mnamo tarehe 1 mwezi wa 4 mwaka wa 1972 pale Baraka. Marehemu alipata pia sakramenti ya uzabitisho. Sakramenti hiyo alipokea mnamo tarehe 5 mwezi wa 4 mwaka wa 1972 pale Baraka. Ukiangalia sakramenta hizo tatu, ubatizo, komonyo na uzabitisho, ilikuwa ni siku moja. Tumsifu Yesu Kristo. Maisha ya ndoa. Marehemu wamefunga ndoa mnamo tarehe 6 mwezi wa 9 mwaka wa 1981 Panakiliza kwenye parokia ya Saint Michel na mke wake ambaye anaitwa Fatuma Wino Zita. Huduma za kanisa. Hapa kambini alikuwa mshauri wa jumuiya ndogo ya Mtakatifu Agostino FD. Alitumika kazi hiyo ya ushauri kuanzia mwaka wa 2018 mpaka sasa alikuwa ni mshauri wa shirika. Hivyo basi amefanya takriban miaka 7 ya ushauri ndani ya shirika letu. Kongo alitumika kama msimamizi makamu, lakini pia mshauri na msomaji kwenye diakonia hiyo ya Saint Michel na Kiliza Bichuku. Angalia vema upande wa kanisa, tuseme alikuwa mchapakazi kiimani katika maisha yake yote. Tunaomba Mungu ampokee na kumlaza mahali pema peponi. Raha ya milele umpe Bwana.
Raha ya milele umpe e Bwana. Raha ya milele umpe e Bwana. Apumzike kwa amani. Tumsifu Yesu Kristo. Miwichi miomo. Kwa niaba ya shule la msingi Amani AD, shule lina majonzi makubwa sana ya kumpoteza mwalimu mkuu wetu ambaye alikuwa mchupavu, ambaye alikuwa kama alivyoongea mwenyekiti wetu wa kijiji cha F ya pili, mchangamshi sana. Kwa kweli tunaomba kama vile shule utusaidie kwa maombi, kwa maana sio kigeni, sisi sote tunajua tukio ambalo limekwenda kutupata mwezi jana. Hili lingine limekwenda kutokea. Tungetamani mtuombee kwa maana hatupo kwenye hali yetu ya kawaida. Tungeomba kwa miaka yote ambayo tulimpokea, kwa maana tulimpokea mwalimu mkuu wetu mwaka wa 2020, mwaka 2021 pale kwetu kwa Amani, na mpaka leo ametuacha. Tumekaa naye takriban miaka 5. Mungu hailaze roho ya marehemu mahali pema peponi. Tumsifu Yesu Kristo. Miwe chirunge.